Tanzania. Ndugu zangu, hatupembelezani bado. Mbona? Mnatuanguza jini kama watu wa Afrika. Watu wa Tanzania, wakaaji wa Tanzania, wananchi wazalendo wa Tanzania, mnatuanguza chini kama watu wa East Africa. Jana kiongozi wa opposition, kwa Kiswahili mnasema kiongozi wa upinzani wa nchi ya Tanzania aliletwa mahakamani. In fact, kuwa kiongozi wa upinzani, hiyo ni katiba ya nchi zote. Sio Kenya, sio Afrika, sio Kenya, sio Uganda, sio Tanzania, sio Amerika, sio Korea, sio China. Upinzani is a constitutional program ambayo inakubali kuna mtu wa serikali na kuna mtu wa upinzani. Kazi ya mtu wa upinzani ni kazi gani? Ni kuangalia na kusahihisha na kupinga mipango michafu ya serikali ambayo iko kwa kiti. Sasa nyinyi wa Tanzania amuelewi maana ya mkuu ama kiongozi wa upinzani. Jana akaletwa kotini, mkanianguza chini kabisa. Yaani mnatuwekelea chini kabisa kama mandugu zetu wa Afrika. Itakuwaje ya kwamba mwenye anatetea wananchi wa kawaida, by the way, kikatiba mwenye anatetea mwananchi wa kawaida ni kiongozi wa opposition ama upinzani, ambaye nchi ya Tanzania kiongozi wa upinzani ambaye ni mteteaji wa wananchi wa kawaida ni nani? Ni Tundu Lissu, ambaye huyo mama wenu ameweka ndani ya gereza. In fact, hii ni mwezi wa 3. Mwanaume baba ya wenyewe amefanya makosa gani? Eti ni kwa sababu anafanya kazi yake kikamilifu. Unajua nyinyi shida ya mko nayo, sijui ni woga ama ni katiba amujasoma. Kiongozi wa upinzani hayuko pale kusifu rais ambaye ako kwa kiti. Ni kumwambia hapana, hapa uko mbaya, twende pande hii. Fanya hivi, finya hapa. Kama juzi eti makosa alisomewa ni kwa sababu anasema no reformation, no election. Hiyo ni kisungu. Labda wengine mnafikiria ni matusi. Chua mjasoma. No reformation, no election ni kuna marekebisho wanataka wafanyie dume ya uchaguzi ya Tanzania, waache wizi, waache kuiba. Mbona mwenye kwa kiti anaogopa mwenye ako upinzani? Why? Mbona mwenye rais mwenye anaitwa amri jeshi mkuu mwenye anaamrisha majeshi ya nchi aogope mwanadamu wa kawaida, mwananchi wa kawaida ambaye ni kiongozi wa opposition, akisema ya kwamba pana tufanye marekebisho katika dume yetu ya nchi ya Tanzania. Alafu nyinyi tu mko hapo tu kwa sababu no reformation, no reformation, no election. Ni kusema kama hakutakuwa na marekebisho ya mieleka ama mpangilio wa dume ya uchaguzi, basi hakuna haja ya uchaguzi. Eti hiyo ndio maana wanaandikiwa eti makosa ya uhaini. Anafaa kinyonge. Anyonge kwa nini? Anafanya kazi yake kikamilifu. Kutoka leo wacha niwaambie, kiongozi wa upinzani wa nchi yoyote ako pale anakaa kama watchdog kwa kisungu, Kiswahili sijui. Ni yeye ndiye analinda rasilimali za wananchi wa kawaida. Eti sasa amefungwa ndani, ako katika gerezani, mwanaume wa wenyewe, baba ya wenyewe, ako gerezani miezi 2. Mlimupiga marisasi amukutoseka. Sasa anatembea kama mlemavu, mmemulemaza kwa sababu ya kutetea wananchi wa kawaida. Sasa wenye kutetewa ndio mamuma kabisa, hawachielewi. Mungekuwa hapo, mungetokelezea, mungekita kambi kwa koti. Hata serikali yenyewe isema hapana, huyu mtu nyuma yako na watu. Sasa sijui mumerogwa, sijui ni uchawi wengi, ni uganga mingi mko nayo Tanzania. Itakuwaje ya kwamba kiongozi wa upinzani mwenye ni mteteaji kikatiba, mteteaji wa wananchi wa chini wa kawaida, mwenye kuchali maslahi, unachua mwenye yako kwa serikali, huyu ndiye anamchunga. Anasema rais wetu hapa ni makosa, anarekebisha. Rais wetu hapa ni makosa, anarekebisha. So mnataka kiongozi wa upinzani akae aseme amina. Anasema Samia akasema right, anasema amina. Hiyo sio kazi ya kiongozi wa upinzani ya nchi yoyote. Yes, of course.
So jana mlituangusha ya kwamba rais by the way, unajua ya kwamba Tundu Lissu anaweza kesho anaweza tukia ndio rais. So huyo ni rais mtarajiwa. Mnamdharau, wengine mnanitusi nikiongea ukweli hapa kutoka Kenya hapa. Nyinyi wa Kenya na wa Tanzania na wa Uganda, sisi ni mandugu, ni makaka, ni madada bwana. Hatuwezi ona mambo yakienda mulema alafu tuanze kucheka tuseme tu uko sawa. Tuko sawa, iko sawa. Never, never, never. Kuna kitu kama hiyo. Kitu kiko, wa Tanzania nataka muchitolee. Wa Tanzania amuka, wacha kulala bwana. Amwezi acha mwanaume mwenye achafanya makosa, mteteaji wa wananchi anateswa. Mteteaji wa wananchi anakaa ndani ya gereza. Anawekewa mashtaka ya kiujinga. Eti kusema no reformation, no election, eti hiyo ni kosa la jinai. Wapi? Katiba gani? In fact hizo katiba zenu sitawaua tena. Hiyo ni ile katiba ya wakoloni walitumia kunyanyasa wa Afrika. Sasa Mwafrika amekuwa msungu, ameanza kunyanyasa Mwafrika mwenzake. Siku gani mtatoka ndani ya chungu bwana? Panua, jaribu kupanua akili kidogo. Panua akili kidogo. Fikiria kidogo. Ebu peleke, nataka mjipeleke wenyewe kila mtu, mjipeleke kwa mkutano wa ghafla. Mkutano wa ghafla. Uchipeleke, uchiongeleze, ukae wewe ndio, ukae ndio mwenyekiti, ukae mwandishi, ukae mweka sina executive hiyo. Museme kweli, mbona Kenya nchi somi? Kenya iko na katiba mpya, katiba yenye inatupea uhuru kama saa hii. Tuwezi pata mahali Tanzania kwa hivi anaongea. Juu ya nini? Katiba mkanayo ni mbaya. Eti Tanzania uwezi ikosoa serikali. Hiyo ni katiba mkonaye mbaya ya wakoroni. Walitumia kutunyanyasa sisi. Wakaua mababu zetu, wakaua mamanko zetu, wakaua watu wetu. Na nyinyi sasa mnaanza kuona mkitumia katiba ya mkoloni, ya unyanyanyasi bwana. Wacha unyanyapaa. Msipotokelezea, msipojitoa, ndugu yangu, bado nyinyi mtapata uhuru. Maana nyinyi bado mko nyuma. Kwanza niko na clutch, kuna kitu naendelea kufuatilia Tanzania. Kuna kitu naendelea kufuatilia Tanzania. Kuhusu kuna mbunge kutoka jimbo la Kawe anaitwa Josephat Wachima. Juzi akatoa statement ya kwamba kuna watu wametekwa, wengine wamepatikana wamekufa, wengine watapatikana. Sasa yeye imeinua serikali paka rais mwenyewe anasema eti Wachimanize, eti waondoe wa mawachima katika chama cha CCM. Hiyo iko njiani. Wacha nikifanya research, sisi ni watu kufanya research. Uwezi ongea tu kitu kiujinga, lazima ufanye research. Upate evidence. Evidence kwa Kiswahili sijui ni nini. Upate evidence ya kutosha wakati unaongea content yenye iko. Sio kupatiza, sio unaongea kiujinga hapana. Eti sasa wameanza wanataka wamfuatilie, ufunge kanisa yake, wamfuatilie nini? Na yule ni mtu msomi bwana. Kwa leo sitaki niongea maneno ya Wachima. Nataka nionye onyo kali wa Tanzania wote. Musilale huyo mama akikocholea nchi yenu. Mtakuja kustukia nchi yenu imeenda. Mtakuja kustukia nchi yenu imeusiwa wasungu. Maana ukiangalia performance utendakazi wa Magufuli, performance yake ilikuwa by the way katika marais wote wamekaa nchi ya Tanzania kuanzia Kambarage Nyerere alijaribu, Magufuli ndio mlipata chembe ndugu yangu. Mlipata rais chembe mwenye aliingia kwa muda mchache. Kama wangemuua saa hii ingekuwa imeinuka kiuchumi, imeendelea kila kitu, kimasomo, kila mahali, paka katiba hata mngekuwa mmepata katiba mpya. Mkafanya makosa, huyo mama Samia Suluhu akapewa sumu na wasungu, akaua nayo kichembe. Mtu mwenye alikuwa na akili, amesoma. Makosa mengine mko nayo wa Tanzania, mnaweka uongozi watu wenye hawana elimu. Nilisikia mama Samia Suluhu ni mtu wa tifeta. Mtu angekuwa ni fundi, si ni fundi ya kutengeneza manguo. Mtu wa cherehani ndio mnaweka kwa kiongozi yenu, fundi wa kupiga randa. Eti ndio mnaweka. Sasa huko uongozi unataka elimu kidogo. Uongozi wa nchi unataka upate masomo kidogo. Sasa mama ambaye tusoma paka tifeta
ndio mumeweka kiongozi. Sasa ajui, akisikia mtu akiongea Kisungu huyo ni adui yake. Akiongea Kisungu hiyo ni adui yake. Kuna mjinga mwingine mbunge sini wa wapi, huyu Msukuma. Mtu wa standard 8 class 8. Darasa la 8. Ndio. Eti sasa ndio mnahesimu Kisungu chake, anaongea Kisungu, unasikia kweli wa Tanzania mko na shida. Ndugu sanguni, toka ndani ya sufuria. Toka ndani ya miti. Toka ndani ya pori, mchue kama wapi dunia inatoka, wapi inaelekea. Kitu kilichopo, tafadhali wa Tanzania msikae kimya, muache Tundu Lissu ambaye anatetea haki za wananchi wa kawaida akiteswa. Kama jana ningetarajia kuona ile koti mahakamani pale, wananchi wamechaa pale. Eti sijui mko wapi, jeshi la polisi linatembea na msewa wenyewe, mtetesi wa wanyonge. Hapana, nimekataa. Thank you very much for watching MK7 na Fox Kenya. Kama unapenda sisi, unaweza like, comment, subscribe. Lakini lazima tuongee ukweli, na ukweli ututie huru. Nyinyi msipotoka ndani ya miti, mtachoma nchini wenyewe. Thank you very much.